vipi? Safi. Bwana, walioko mbele yako ni mashabiki wa Coastal Union pamoja na wapenzi wa soka la Tanzania. Wanatamani kukujua Mahmoud Haji ni nani, ametokea wapi hadi kufikia sasa. Kwa majina naitwa Mahmoud Haji, ni mzaliwa wa Kibiti. Katika historia yangu ya mpira nimepita sehemu mbalimbali, nimepita KMC, nimepita Uhamiaji, nimepita Azam Under 20, nimecheza Mlandege, sasa hivi nimekuja Coast. Mahmoud, ndani ya soka la Tanzania katika vilabu vyote hivyo ulipitia, ni changamoto ipi kubwa ambayo umekutana nayo ambayo huwezi kusahau? Changamoto zipo nyingi. Naamini kuna kubwa moja bwana. Mshahara. Hilo tuliache. Sikia utambulisho hapa Coast. Nilipata shida sana kwa sababu ni watu walikuwa wengi, afu ndo mara ya kwanza tunatoka ndani na kuja kujikaa hapo katikati kwenda kuwasalimia mashabiki. Ilikuwa ni kitu kikubwa sana kwangu. Mahmoud, hii ni msimu wako wa kwanza ndani ya ligi kuu ya Tanzania Bara? Ndio msimu wangu wa kwanza. Ulipopata taarifa ya kwamba Coastal Union wanakuhitaji, ulipokea vipi hiyo taarifa? Nilipokea kwa ukubwa na pia nilifurahi sana. Kwa nini kwa ukubwa? Na kwa nini, sababu ipi iliyokufanya ufurahie hiyo taarifa? Sababu naenda kutimiza moja kati ya malengo niliyojiwekea, kucheza ligi ya Tanzania Bara. Ulitegemea kwamba kwa msimu uliopita ambapo ulikuwa katika ligi kuu ya Zanzibar, ulitegemea kwamba utapata simu kutoka kwenye kilabu chochote cha ligi kuu ya Tanzania Bara? Nilitegemea, lakini Mungu yeye ndo anipanga kila kitu. Upo Coastal Union kwa sasa, una kipi cha kuambia wapenzi na mashabiki wa Coastal Union ikiwa ni msimu wako wa kwanza, na unawaahidi nini na wategemee nini kutoka kwako? Kwanza na uvumilivu kwa kipindi hichi ambacho tunapitia changamoto kama hiyo ambayo tunakosa kupata matokeo ya ushindi. Na cha kuahidi, wazidi kutuombea na wazidi kuniombea niweze kupata nafasi na niweze kusaidia timu. Bwana, mmemwona Gustafa Gustafa ni mwandishi wa habari? Hapana. Kwa sababu wewe umeona maswali unayo Mahmoud magumu. Sasa mimi ndo nakupa hiyo, yani kwamba wewe ukimaliza mpira inabidi uingie kwenye field sasa ya uandishi. Hujai kuwaza hiyo? Hapana. Hapana. Kwa sababu umehojiwa sana ndio maana maswali yapo kichwani. Yanakaa kichwani, si unajua? Magumu sana maswali. Bwana, Gustafa, nataka uniambie utofauti wa kucheza timu kubwa, kwa sababu umepita Yanga, lakini vivyo umecheza timu za madaraja ya kati. Utofauti wake uko vipi, na kwa namna moja au nyingine unaweza kuathiri mchezaji? Utofauti ni mkubwa kwa sababu naamini pressure ambayo unaipata ukiwa Yanga huwezi kuipata ukiwa labda Gwambini. Na maanisha vipi? Yanga na Simba wana mashabiki wengi. Unaweza kujikuta unakaa kwenye nyumba labda umepanga, wewe ni mchezaji, si ndivyo? Ndani ile nyumba saa nyingine pia mule kuna mpenzi na shabiki wa hiyo klabu ambayo wewe upo. Unaweza kukuta labda umemaliza game hujapata matokeo. Sasa kukutana changamoto, mwenzio asubuhi unaamka unamsalimia, kumbe wewe jana ulikuwepo tu uwanjani umeshinda hata kutusaidia. Kwa hiyo ni changamoto moja hapo. Unaweza kulaumiwa na mpangaji mwenzako. Na kingine kikubwa, unapokuwa kwenye vilabu vile kuna aina fulani ya maisha unatakiwa ubadilishe. Kutokana, nikisema kulinda brand ya timu yoyote ambayo unakuwepo, unatakiwa ulinde kwanza brand yake. Kwa sababu unapokuwa mwajiliwa unatakiwa uhakikishe pale ambapo unapofanyia kazi unapaheshimu, unapalinda na unatunza kila kitu. Kwamba mtu akiona anaona yule Gustafa mchezaji wa Coast. Kwa hiyo unatakiwa uishi vile ambapo inatakiwa. Na changamoto kubwa kwamba mashabiki wengi wanaamini kwamba Simba na Yanga wanaweza kusema kwamba wana kila kitu. Kwa kuna maisha fulani ambayo labda umezoea kuishi, itabidi ujibane kwamba nisiishi hivi kwa ajili ya kulinda huku, kwamba watu wanaamini kwamba huku sisi tunapata. Moment gani ambayo unaikumbuka zaidi ulipokuwa Yanga? Momenti kubwa moja ambayo naikumbuka, siku ambayo napata nafasi ya kucheza mechi ya kwanza ndani ya senior team. Mechi gani? Mechi na Mbeya City. Kwa sababu kabla ya mechi, kipindi kile kocha alikuwa Mwalimu Zaira. Alituita, mechi ilikuwa ni saa 10, nilikuwa nacheza uwanja wa Uhuru pale. Alituita. Tutumia kama masaa mawili. Naamini katika mechi hiyo ni wachezaji watatu vijana ambapo tulisogezwa timu kubwa. Na wawili tukapata nafasi ya kwanza kwenye senior team first 11. Akatuambia kwamba mechi hii ambayo unacheza sasa hizi inaweza kukuta na kubadilishia kila kitu katika maisha yako.
Bana, hilo ndo tukio kubwa ambalo mimi kwangu mimi yani kama mchezaji siwezi kulisahau. Kuna mchezaji ambaye ulicheza naye ukiwa under 20 Yanga lakini hakufanikiwa, saizi hajafanikiwa kuwa kwenye hizi timu kubwa au kucheza mpira wa ligi kuu, lakini kila ukimkumbuka unasema da, yule jamaa alikuwa ni hatari vibaya mno, yani pengine angeweza kuwa mbali zaidi alipo hivi sasa. Bana, yupo mmoja alikuwa kapteni wangu kwa Yanga under 20, anaitwa Bakari Jomba. Anacheza center back. Huyo alikuwa hatari huyo center back. Ni kijobu mtupu. Hadi saizi yani. Sasa timu gani? Saizi sijajua kwa msimu huu amebahatika kuwepo wapi. Ila ni mkazi wa Dar es Salaam. Msimu uliopita alikuwepo kwenye ligi kuu ya Zanzibar. Bakari Jomba, ambaye ashawahi kucheza pia Pan Africa alicheza Pan Africa Championship. Bwana yule mtu kazi kweli kweli. Na yule kazaliwa kuwa kiongozi. Kila timu yule kapteni Bakari Jomba. Sawa. Bwana, wewe ni mchezaji ambaye tunaita versatile player, kwa maana ya kwamba tushawahi kushuhudia ukicheza fullback ya kushoto, tushawahi kushuhudia ukicheza kiungo wa chini, ukicheza kiungo wa juu. Kwako wewe ni mchezaji gani kwenye nafasi zozote ambazo wewe unazihudumu ambaye wakati unakuwa ulikuwa ukimwangalia kama kioo? Kwa upande wangu mimi ni sure boy. Salum Abubakar. Bana, yule apate nafasi asipate, mimi kwangu atabaki kuwa bora. Bora wake uko pale. Na kwa hivi sasa nitajua wachezaji watatu ambao unakubali zaidi kwenye ligi. Kwenye ligi kuu ya Tanzania, ndani ya Coast au nje ya Coast? Kokote. Naweza nikachanganya, si ndio? Sawa. Tukitoka nje ya Coast, nadhani nishamtaja. Huyu atabaki kuwa top kwangu, sio ndani ya Coast, yani ndani ya ligi ya Tanzania. Huyu atabaki kuwa top kwangu. Tukija ndani ya Coast, yupo mchezaji mmoja msimu uliopita alipata changamoto ya majeraha. Msimu ndo anarudi taratibu. Na hajapata nafasi mwanzoni mwa mechi hizi. Anaitwa Gerald Grayson Ngwalala. Kija mchezaji wa tatu ambaye namkubali ndani ya ligi ya Tanzania. Bana, mimi namheshimu sana Pacome. Jamaa top. Vipi kwa upande wako Mahmoud, wachezaji watatu ambao kwa ligi ya Tanzania unawakubali zaidi? Mmoja hayupo sasa. Aziz Ki. Hassan Kabunda na Diki Pagule. Mawinga. Tunawakubali. Maana tulikuwa tunaongea na fullback wa KMC Lanso. Akawa anasema moja kati ya mawinga ambao ashaimpa wakati mgumu zaidi, kila anapokutana naye anapata wakati mgumu ni Diki Pagule. Wewe binafsi unahusudu nini kutoka kwake? Ni mtu ambaye ana kasi, afu na uwezo kushoot kutoka mbali. Bwana, neno la mwisho kwa watu wa Coast, of course kwa Gustafa, kwa sababu ulishawaambia neno lako kwamba wawe wavumilivu kwenye kipindi hicho. Kwa upande wa Gustafa, mlianza na matokeo ya kusuasua kidogo, amekuja mwalimu mpya, amepata draw 2. Neno lako kwa uliko vipi? Uvumilivu. Hiki ni kipindi, naamini kitapita. Hata tarudi kuwa imara zaidi. Watuvumilie. Nampe nafasi mwalimu, nampe ushirikiano. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Wanapoa. Shukrani.